Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa bado uko nami Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti ambazo tunazo wakati huu ni kwa nini China na Urusi zinapinga azimio linalopendekezwa na Marekani kuhusu Gaza. Russia na China ambazo ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambazo pia zina kura ya turufu zimetaka kufutwa kikamilifu tume ya amani kwenye matini ya rasimu iliyowasilishwa na Marekani katika baraza kuhusu Gaza. Russia na China mnamo Ijumaa ya tarehe 14 Novemba zilipinga rasmi toleo lililorekebishwa la rasimu la azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Gaza. Rasimu hiyo ambayo iliwasilishwa na Marekani ilitayarishwa kwa mujibu wa mpango wa vipengele 20 wa Donald Trump kwa ajili ya kusitisha vita na kuijenga upya Gaza, na imejikita kuhakikisha kuwa kikosi cha kimataifa cha askari jeshi kitatumwa katika eneo hilo la Palestina hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2027. Rasimu hiyo ilifanyiwa marekebisho, ilichapishwa Alhamisi iliyopita, ambapo sasa imejumuisha mabadiliko madogo. Hata hivyo, rasimu hiyo ingali inasisitiza kuundwa tume ya amani ya muda kwa ajili ya kusimamia masuala ya Gaza. Tume hiyo inatazamiwa kuwa na jukumu la kusimamia kikosi cha askari jeshi na kulinda amani na suala upakonyaji wa silaha kikamilifu katika ukanda wa Gaza, na kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi la Palestina, kusimamia mipaka kati ya Misri na utawala wa Israel na kuwezesha misaada kibinadamu. Russia na China, nchi wanachama wa kudumu wa Baraza hilo la Usalama la Umoja wa Mataifa ambazo zina haki ya kura ya veto ama kura ya turufu, zimetaka kufutwa kikamilifu tume hiyo ya amani katika matini rasimu ya azimio. Wanadiplomasia wa nchi mbili hizo wamesema kuwa zaidi ya nusu ya matini hiyo ya rasimu iliyopendekezwa haitoshi na haiko wazi au haijajumuisha masuala ya dharura, na kusisitiza kuwa kikosi cha askari jeshi wa kulinda amani kinapaswa kuwajibika kwa kusimamiwa moja kwa moja na Baraza la Usalama na si tume fulani ya muda ambayo inaweza kuwa chini ya ushawishi wa Marekani na Israel. Nchi hizo mbili zinasisitiza kuwa upo ulazima kwa Umoja wa Mataifa kusimamia kikamilifu kikosi chochote cha kigeni huko Gaza, na zinaamini kuwa rasimu hiyo na kwamba haionyeshi njia ya wazi ya kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Russia na China zimesema zitapiga kura ya turufu dhidi ya rasimu hiyo iwapo haitafanyiwa mabadiliko ya kimsingi, na sababu ya upinzani wa Russia na China umeelezwa ikiwa ni pamoja na wasiwasi kuhusu ushawishi wa Marekani na Israel, ambapo kupitia azimio hilo lililopendekezwa na Marekani linajumuisha kuanzishwa kile kilichopewa jina la tume ya amani ya muda ya kuitawala Gaza, na tume hiyo itatekeleza majukumu yake kama vile kupokonya silaha kikamilifu katika ukanda wa Gaza, kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi la Palestina, kufuatilia mambo mengi juu ya ukanda wa Gaza. Kadhalika, jambo la pili ambalo limewafanya China na Urusi kuikataa rasimu ya Donald Trump ni kutokana na kile walichosema kufuta nafasi ya Palestina. Katika rasimu hiyo, mamlaka ya Palestina haina jukumu lolote katika kusimamia kipindi cha mpito katika ukanda wa Gaza. Kwa mtazamo wa China na Urusi, hii ina maana ya kupuuza haki wa Palestina ya kujiainisha mustakabali wao, na inaweza kuhoji uhalali wa kisiasa wa mpango huo, na kwamba wale wanaodhaminiwa mpango wao wanaonekana wasiwe na nafasi, na kwamba huu ni ukoloni mwingine ambao unataka kuanzishwa na Marekani. Kadhalika ni kulidhoofisha Baraza la Usalama. Wanadiplomasia wa Russia na China wamesisitiza kuwa kikosi cha kulinda amani kinapaswa kufanya kazi chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Baraza la Usalama na si tume ya muda, na wamesema kuwa rasimu hiyo itadhoofisha nafasi ya Baraza la Usalama la UN, na kwamba zaidi ya nusu ya yaliyomo hayako wazi na haikuzingatia masuala ya msingi kama hayo muhimu. Jambo jingine ni juu ya ushindani wa kijiopolitiki na Marekani. Upinzani wa China na Russia pia unaweza kuchambuliwa katika namna ya ushindani wa kijiopolitiki wa nchi hizi mbili na Marekani. Katika miaka hivi karibuni, nchi hizo mbili zimejaribu kupunguza ushawishi wa Washington katika maeneo nyeti duniani, hasa eneo la Asia Magharibi, na upinzani dhidi ya mpango wa Marekani huko Gaza ni sehemu ya sera hii kuu. Kwa kifupi ni kuwa upinzani wa China na Russia dhidi ya azimio lililopendekezwa na Marekani kuhusu Gaza unatokana na wasiwasi kuhusu ushawishi wa Washington na Israel kufutwa nafasi wa Palestina, kulidhoofisha Baraza la Usalama. Upinzani huu unaweza kuwa na athari muhimu kwa kile kinachotajwa kama mchakato wa amani na mustakabali wa Gaza, na hatua hii ina matokeo kama vile kushindwa kufikiwa mwafaka kimataifa na kuendelea mgogoro wa kibinadamu wa kuongezeka ushindani na kijiografia kisiasa kati ya Mashariki na Magharibi.